Jana nami alinipigia simu akanikabidhi milioni 5 kwa ajili ya watoto na familia, maisha yaendelee vile vile. Nami kama mwenyekiti wa Mama Ongea na Mwanao nikaongeza pale kwenye 5, nikasema tupate 2. Kwa hiyo baada ya hapa tukitoka pale katika ile milioni 5 na ile 2 na ndugu yangu Chiki Mchoma, tutakabidhi kwenye familia kuhakikisha familia hii tumewashika mkono, maana baada ya hapa kila mtu ataenda nyumbani kwake, itabaki familia. Sasa ikibaki familia, kuna mambo ya hapa na pale tunaweza kutatua. Wengine tena tukitoka hapa simu tena hazipatikani wala hazipokelewi, maana aliyekuwa anatukutanisha ndio huyu kalala. Kwa hiyo tumeona familia tuiguse mkono kwa namna hiyo. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana ndugu zangu wadau wa filamu, waandishi wa habari na shehe wetu wa mkoa Alhaji ambaye amekuwa ananifundisha sana. Allahu Akbar kila sana, mimi nasema Allahu Akbar. Asalamu alaykum. Nawashukuru sana. Asante. Tunashauriana kwa mengi, tunasaidiana kwa vitu vingi, na nashukuru pia kwa kunipa fursa ya kunisafirisha. Tulikwenda pamoja Burundi kwenda kuoa, na akabeba gharama kweli. Lakini mimi niingia sana moyoni mwangu, kwa sababu angeweza kuchukua watu wengi, angeweza kuchukua hata dokateni pale, dokateni alikuwa anategemea, lakini amechukua mimi nikaenda kule kupata heshima zote mpaka tukarudi, na tukawa tuko karibu katika mambo mengi ya heri. Nachosema ni kwamba hiyo ni ishara nyingine ilikuwa kukumbusha kwamba tutaondoka hapa duniani. Pamoja na yote tutaondoka hapa duniani. Ile kwa nataka sana. Na nimshukuru kwamba amenifanya nikaweza kuwasiliana na wenzangu kuhusu msiba wake. Naomba kwamba tumuombee marehemu, Mwenyezi Mungu ampokee vizuri, ampokee madhambi yake, na pia tudumu ndani na yale mazuri ambayo tutafanya. Na sikukuma, lakini naomba kwamba Asante sana. Tunakushukuru sana. Naomba nimwalike sasa. Miongoni mwa watu muhimu ambao wamefika hapa ni pamoja na brother yetu, comedian mkubwa Kazim. Hebu tuambie kwa dhati ulivyoshirikiana na mzee Hashim Kambi. Tulikuwa tunaandaa movie ya Skitu, ndipo tukamuona mzee wetu kwamba anafiti katika ile sehemu. Hapo ndipo tulipokutana naye na kuanza kushirikiana naye. Kwa hiyo ndio ulikuwa mwanzo wa kuweza kujuana na baba yetu. Unamkumbuka kwa wapi mzee Hashim Kambi? Sijakusikia. Unamkumbuka kwa wapi mzee Hashim Kambi? Tutamkumbuka kwa mengi kiukweli, kwa sababu ni alama katika hii tasnia. Ni momenti zipi ambazo unazikumbuka wakati unacheza comedian zako ambapo mzee Hashim Kambi alikuwa na mchango mkubwa kwenye sanaa unaoifanya? Unajua mzee Hashim Kambi ni mtu ambaye mimi nilikuwa nikimtazama tangu niko Mlandizi, hata nilipoanza kuzifanya nikiwa niko Dar es Salaam, hata wakati namuita kwa unyenyekevu, lakini nilitegemea labda kuna namna fulani hivi atakuwa, ila yuko so sio nimwelezeje, ni mtu ambaye yuko so down, yupo ana unyenyekevu sana, kitu ambacho watu wengi hawana mimi nadhani. Kuna mengi ya kujifunza kwake, kama hayo nidhamu. Ana nidhamu licha ya ukubwa wake, licha ya nini kwenye kazi, waga apendi mchezo kiukweli. Asante sana. Shukrani. Anti, pole namsi. Pole tu sote. Ngoja tumalize kuzika. Utamkumbuka mzee Hashim Kambi kwa yapi anti zake? Ngoja tuzike kwanza. Sawa. Namsi. Okay, tuko na dada Tea Tanzania. Kwanza pole na msiba, pole tu sote. Asante. Mzee Hashim Kambi unamkumbuka kwa yapi hususani katika tasnia nzima hii ya maigizo? Maana wewe ni mkongwe pia. Utamkumbuka kwa nidhamu yake. Ni mtu mwenye hekima, mwenye upendo, mtulivu. Ndio makubwa ambayo nitamkumbuka nayo. Umecheza naye movie ngapi ukiangalia kwa haraka haraka?
Nyingi sana, siwezi kuzitaja. Ni nyingi sana, siwezi kuzikumbuka zote. Ni kitu gani ambacho alikufundisha katika tasnia yako ambacho kimebaki kama alama na mpaka leo huwezi kusahau kabisa? Ni mtu ambaye ana discipline sana kwenye time. Kwa hiyo ndio kitu ambacho amenifundisha kwa vitendo. Asante. Asante.